kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema buniyal islamu ala 5. Uislamu umejengwa juu ya nguzo ngapi? Nguzo 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza ni kushuhudia hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa iqamu sala, na kusimamisha swala, wa itau zaka, na kutoa zaka, wa saumu ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hijjul baiti lilmustati' kama qala sallallahu alaihi wasallam. Na nguzo ya mwisho ni kuhiji Maka kwa yule mwenye uwezo. Mwenyezi Mungu ameifaradhisha ibada hii ya hija kwa kusema katika Qur'ani, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nnasi hijjul baiti, ameilazimisha Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kuhiji, lilmustati' kwa yule mwenye uwezo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatujalia tumeweza kuidiriki sala ya alasiri. Alhamdulillah kwa jamaa. Mwenyezi Mungu atulipe kheri zilizopatikana katika jamaa ya alasiri, na si kwa ujanja wetu isipokuwa kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu katika kitabu chake 12 ni 12. Na akasema hiyo ndo dini iliyokamilika. Akasema pia katika aya hiyo hiyo, fiha 4 hurumun, katika hiyo miezi 12 kuna miezi 4 mitukufu. Endelea akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi mitukufu ambayo ni hiyo miezi 4. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaiainisha hiyo miezi 4, akasema miezi 3 ni yenye kufuatana, ambaye ni Dhulqada, ambaye ndio mwezi tulionao, wa Dhulhijja mwezi unaofuata, wa Muharram na mwezi wa Muharram. Hii miezi 3 inafuatana, lakini mwezi mmoja akasema baina Rajab wa Ramadhani. Mwezi mmoja huko baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa mwezi wa Ramadhani, ambaye ni mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ni miezi 4 ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika hiyo aya, na akasema miezi hii ni miezi mitukufu, tusizidhulumu nafsi zetu katika hiyo miezi. Alhamdulillah, tuko katika mwezi wa Dhulqada, na mwezi unaofuata ni mwezi wa Dhulhijja, ambayo mwezi huo unapatikana ibada ya hija, ambayo ibada hii ya hija ni fardhun min furudhi al-Islam, ni fardhi miongoni mwa fardhi za Uislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema buniyal islamu ala 5. Uislamu umejengwa juu ya nguzo ngapi? Nguzo 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza ni kushuhudia hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa iqamu sala, na kusimamisha swala, wa itau zaka, na kutoa zaka, wa saumu ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hijjul baiti lilmustati' kama qala sallallahu alaihi wasallam. Na nguzo ya mwisho ni kuhiji Maka kwa yule mwenye uwezo. Mwenyezi Mungu ameifaradhisha ibada hii ya hija kwa kusema katika Qur'ani, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala nnasi hijjul baiti, ameilazimisha Mwenyezi Mungu kuhiji, ameilazimisha Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kuhiji, lilmustati' kwa yule mwenye uwezo. Kwa hiyo kuiendea ibada ya hija sharti iwe ni kwa yule mwenye uwezo. Na katika ibada ya hija ambayo tunaambiwa kwamba ibada hii unaweza kusema kilugha, wanasema ni qasdun, ni kukusudia. Maana ya hija maana yake kilugha
lugha ya Kiarabu ni kukusudia, lakini kisheria anasema ni qasdu baitillahi alharami, ni kule kuikusudia nyumba tukufu, linusuki, kwa ajili ya kufanya ibada, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Naelewana? Kwa hiyo hija kilugha ni kukusudia, lakini kisheria ni kukusudia kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya ibada ya hija. Tumeelewana? Sasa maelezo namna ya kuitekeleza hiyo hija, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye akaieleza katika hii hadithi ambayo tumeisoma hapo nyuma. Lakini katika ibada hii ya hija kuna arkanu, kuna nguzo na kuna fardhi, ambapo katika sala katika masala ya sala, katika masala mengine arkanu, fardhun ni alfadhu mutaradifatun, ni matamko yenye kufuatana katika maana. Ukisema fardhun katika sala inamaanisha ni rukun, lakini katika masala ya hija ukisema fardhun ni kitu kingine na ukisema rukunun ni kitu kingine. Sasa katika hizo fardhin na katika hizo rukunun kuna ibada inapatikana pale, inatakuwa itekelezwe, ambaye ni ibada ya fardhi, katika kipengele cha fardhi katika masala ya hija. Ibada hiyo inaitwa udhuhiya, ambaye asli yake inatoka kwa Nabiyullahi Ismail, na baba yake Ibrahim. Nabiyullahi Ibrahim siku moja aliota. Kabla ya kuota alisema in wulida liya waladun la adhbahu qurbanan lillahi ta'ala. Akizaliwa mtoto, kwa sababu alikuwa na umri mkubwa sana, akasema Mwenyezi Mungu akinijalia nikapata mtoto, nitamchinja kwa ajili ya kule kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamjalia mtoto, akamjalia Nabiyullahi Ismail, japo wanachuoni wameikhtilafiana, lakini katika al-ashhur, katika kauli yenye nguvu katika Waislamu wanasema aliyetaka kuchinjwa ni Nabiyullahi Ismail, sio Nabiyullahi Ishaqa, kwa sababu Ibrahim alikuwa na watoto wawili, Ismail na Ishaqa. Ila Manasara na Mayahudi wao wanatilia nguvu kusema kwamba aliyetakiwa kuchinjwa pale Nabii Ishaqa, na ushahidi wa kuthibitisha kwamba aliyetaka kuchinjwa ni Ismail ni kauli ya Warabu kumuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu dhabihain. Walikuwa wakipenda kumuita ibnu dhabihain, mtoto wa vichinjwa viwili. Wa kwanza ni baba yake ambaye ni Ismail alayhi salam, na wa pili ni baba yake mzazi ambaye wakati wa kuzaliwa babu yake Abdul Muttalib yeye alichinja mbuzi 100 kwa sababu ya kuzaliwa mwanaye. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa lakabu hii ya ibnu dhabihaini, kwamba ni mtoto wa vichinjwa viwili. Baada ya kuweka nadhiri hii, siku moja kaota Nabiyullah Ibrahim amelala kwamba anamchukua mwanaye kwa ajili ya kwenda kumchinja, akaipuuza. Kwa ile ndoto ilienda kwa muda takriban siku 7. Baada ya kwamba imekuwa ni azima kubwa sana kwamba yeye kumchinja mwanaye, basi kulivyochea asubuhi akamchukua mwanaye Nabiyullah Ismail, akamwambia mwanaye achukue kamba, achukue na kisu. Mwanaye akamuuliza, ni kwa ajili gani hii kamba na hiki kisu?
akaambia nataka kwenda kuchinja kondoo. Basi wakaongozana na baba yake wakiwa wanaenda huko kwa ajili ya kwenda kuchinja kondoo. Walipofika katika wadi min jabali Minna, walipofika katika bonde katika mlima Minna, akatokea mzee ambaye ni Ibilisi la'natullahi alayhi, alijifananiza na mzee. Akamwambia na Ismaili alayhi salam, unaenda wapi? Akamwambia naenda na baba yangu, tunaenda kuchinja kondoo. Akamuuliza unajua huyo kondoo ni nani? Akamwambia hapana. Akamwambia kondoo basi ni wewe. Ismaili alayhi salamu akamuuliza Ibilisi, anaenda kunichinja baba yangu, je, ni min qibali abi au min qibali rabbih? Anaenda kunichinja baba yangu, hiyo amri ni kutoka kwa baba yangu au ni matako kutoka kwa baba yangu au ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Ibilisi akamwambia ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Umeona? Basi alipomwambia hivyo akamwambia basi mimi siwezi kupinga amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, acha baba yangu mimi afanyaje, anichinje. Basi wakati anaendelea kumpa tashjii kwamba usiende, utachinjwa. Basi akanachukua mawe anamtupia, alimtupia 7 hasayati, mawe 7. Kwa ikawa ni sunna kutoka siku hiyo kwa watu wanaoenda hija katika ile sehemu ya Mina kwamba unatakiwa urusha mawe 7, ikawa ni fardhi katika ibada ya nini, katika ibada ya hija. Basi wakafika mpaka katika eneo ambalo wanataka kumchinja mwanae. Umeona? Kufika pale akamwambia mwanangu, niliweka nadhiri endapo atazaliwa mtoto basi nitafanyaje, nitamchinja. Umeelewa? Basi Nabiullahi Ismaili akamwambia, na ndo aya katika Mwenyezi Mungu anasema ya abati ifal ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin, ewe baba yangu fanya lile ambalo uliloamrishwa na Mwenyezi Mungu, utanikuta mimi insha Allah ni mwenye kukusubiri. Basi Nabiullahi Ibrahimu akaanza kutekeleza saala lile. Umeona? Akamfunga mikono yake na miguu yake, lakini Nabiullahi Ismaili akamwambia hapana baba yangu, usinifunge mikono na miguu, huenda malaika akapeleka taarifa kwa Mwenyezi Mungu kumwambia kwamba mimi nilikuwa naleta ukorofi, mimi nimeridhia. Basi Nabiullahi Ibrahim akaanza kumchinja mwanae, ila akipeleka kisu akikati, akipeleka kisu akikati. Mwanae akamshauri akamwambia baba, kinoe vizuri ili ukipitisha tu mara pili kiwe kimekata. Nabiullah Ibrahimu akakinoa hasa. Naelewana? Anapeleka katika shingo ya Nabiullah Ismail, lakini haichinji. Kisu akifanyaje? Hakichinji. Basi akajaribu, mbona nakata hii shingo lakini ikatiki, ngoja nijaribu kwenye jiwe. Akakielekeza, sio kukata, akaelekeza katika jiwe likakatika. Akapeleka katika shingo ya Nabiullah Ismail lakini haikatiki. Basi akakasirika, akakitupa kile kisu. Ukitupa, Mwenyezi Mungu akakitamkisha kile kisu. Akamwambia kile kisu ikaanza kusema, ewe kipenzi wa Mwenyezi Mungu, unataka mimi nichinje, na wakati Mwenyezi Mungu hataki mimi nichinje. Mimi siwezi kuwa kwenye matakwa ya kipenzi, nitakuwa kwenye matakwa ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kile kisu kikaacha kuchinja na kikaendelea, kikasema siwezi kuchinja shingo ya mtu ambaye katika paji lake la uso kuna nuru ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, siwezi kuchinja. Sawa? Basi Mwenyezi Mungu pale pale akamteremshia wahi Nabiullah Ibrahim, akamwambia qad saddaqta ru'ya, hakika umesadikisha ndoto ile ambaye tuliokuwa tumekuotesha wewe ya kule kumchinja nini, kumchinja mwanao. Basi pale pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaagiza malaika wakamteremshia kondoo. Na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wafadainahu bidhibhin adhim, tukampa fidia mbadala wa kile alichokuwa kikichinja, bidhibhin adhim, kichinjwa kilichokuwa
kitukufu. Maelezo ni mengi katika kule kukieleza hiki kichinjwa namna kilivyokuwa, lakini hiyo ndio ilikuwa sababu ya Nabiiullah Ibrahim kule kushushiwa kondoo kwa ajili ya kufanyaje? Kumchinja, na ikawa ni fidia ya kule kutokumchinja nani? Kutokumchinja mwanae Nabiiullah Ismail. Kwa hiyo ikawa ni ibada, ikawa ni sunna ambayo mtume Nabiiullah Ibrahim alianzisha ya kufanya udhuhia. Kwa hiyo akamchinja yule nini? Akamchinja yule kondoo. Na wanachuoni wanasema hii ni faida ya mzazi kule kutenda wema, hata kama si mwanaye, mjukuu wake au mjukuu wa mjukuu wake atakuja kufaidika na wema ule. Watoto wa Nabiiullah Adam ambaye ni Habil na Qabil, Mwenyezi Mungu anasema idh qarraba qurbanan fatukubila min ahadin, mmoja akakataliwa. Wakati walipoambiwa watoto wa Nabiiullah Adam waweze kutoa qurbanan, sadaka, yule atakayekubaliwa ndiye atakayemuoa yule mwanamke. Basi huyu Qabil yeye alikuwa ni mkulima, akaandaa makulima yale ambaye sio mazuri kwa ajili ya kule kupeleka sadaka kwa Mwenyezi Mungu, nani atakayekubaliwa. Lakini Habili yeye alikuwa ni mfugaji, akamuandaa kondoo aliyekuwa mzuri kwa ajili ya kule kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili aweze kukubaliwa kwenda kumuoa yule ndugu yao. Basi kufika pale, ilikuwa kanuni ni kwamba kama nuru inatoka mbinguni inakuja kuchukua kile ambacho kimekubaliwa, basi ile nuru ikachukua ile kurbani ya nani? Ya Habil. Kwa hiyo ile kwa sababu ya ule wema na ule uzuri aliokuwa ameufanya Habil, basi ikawa ni sababu ya yule kondoo kuweza kushushwa kutoka mbinguni kwa ajili ya Nabiiullah Ibrahim fidaan li Ismail alayhi salam. Ikawa ni kwa ajili ya kichinjwa kwa ajili ya fidia ya Ismail alayhi salam. Yeye ndo wa mwanzo aliyelianzisha jambo la kufanyaje? Jambo la kuchinja. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa wa kwanza watakayekuwa wamepata kuitika kwenda katika ibada ya hija, kwa sababu sala la hija Mwenyezi Mungu baada ya kwamba ameziumba roho, akaziambia roho kwamba mnatakuwa mje muhiji katika nyumba yangu kongwe, mje kuhiji katika nyumba yangu kongwe. Zipo nafsi zilisema labbaika bilhajj, sisi tumekuitikia wewe kuja kuhiji. Nyoyo zingine hazikusema labbaika bilhajj. Kwa hiyo yoyote yule ambaye unayemuona amekwenda kuhiji ni yule ambaye aliitikia siku ile katika alamul arwahi kwamba mimi nitakuja kukutembelea. Na wale watu ambao tunajua Mwenyezi Mungu sio kwamba kwa maana mbaya, kwa sababu hii Mwenyezi Mungu aliliwekea sharti lilmustati'i alayhi, kwa yule mwenye uwezo. Kwa hiyo zile nafsi ambazo zimetangulia mbele za haki na hazikuwahi kwenda kuhiji ni zile ambazo zenyewe hazikusema labbaika bilhaji, na wala si makosa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie sisi ambao bado tumebaki hai, atujalie tu ni miongoni mwa watu ambao tulisema katika hiyo alamul arwahi labbaika bilhaji. Tumeelewana eh? Na kwa sababu ibada hii ina wakati wake, na wakati wake sasa kwa mazingira ya kijiografia ya kiulimwengu wakati wake umeisha, kwa sababu al-Mamlakatul Arabiyatu Saudia wao walisema mwisho wa kuweza kujiandikisha kwa ajili ya kufanya ibada ya hija ni kabla ya Ramadhani. Sasa Ramadhani imeisha na huenda ukapata sasa masurufu ya kuweza kwenda, lakini utakuwa umefanyiwa ile kuzuiwa. Kwa hiyo itakulazimu, lakini itabidi uje uitekeleze wakati mwingine, endapo utapata masurufu sasa yale yanatakiwa kuwezekania kuweza kwenda hija. Lakini kwa sisi ambao tukupata, tuna ibada adhimu ambayo inapatikana hata kama hujakwenda kuhiji.
ibada ya kuchinja. Hii ibada unaweza ukaitekeleza hata ukiwa katika eneo lako, si katika eneo la hija. Nilipewa dakika kadhaa za kuzungumza, na tumaini hizo dakika zimeweza kuisha, lakini Mwenyezi Mungu akitujalia taufiki biauni llahi wa qudratihi, inshallah wiki ijayo au na wiki yanaendelea, huenda tukazungumzia faida ya hicho kichinjwa ni yapi na hasara ni ipi kwa mtu ambaye amekuwa na uwezo wa kuweza kuchinja lakini na hakuchinja. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na maswali mawili. Moja linaenda kama ifuatavyo. Muda wa kujisajili tuseme umeisha. Vipi ile amana ambayo ninayo nikaamua ninunue wanyama then nichinje niwagaie waumini katika mafungu? Hilo swala la kwanza. Ndio. Lakini swala la pili, nilikuwa nataka nijue munasaba wa watoto wa Nabillahi Adam mpaka kwa Nabillahi Ibrahim alayhi salam uko vipi? Nadhani swali la kwanza nilisikia anauliza kwamba mimi nimelazimiwa na ibada ya hija, lakini kutokana na jiografia ya kiulimwengu kwa sasa imenishinda mimi kuweza kwenda kule kuhiji. Nikaamua mimi yale masurufu niweze kuchinja, niweze kuwapa wale wastahiki. Je, itapomosha ile ibada ya hija? Ndio swali lako. Haiwezi kupomosha kwa sababu hii haina mbadala. Ibada ya hija haina mbadala. Wewe utakuwa umezuiwa kuweza kuhiji. Unachotakiwa kukifanya, utachinja sehemu ambayo ni ile lazima ambayo ulikuwa unalazimiwa katika ibada ya hija. Kwa sababu katika ibada ya hija, unapokuwa katika ibada ya hija ile, kuna fardhu ambayo ni hiyo kuchinja, unatakiwa uichinje. Sasa unapokuwa umezuiwa kwa ajili ya kufanya ibada ya hija, ikiwa ni kama katika hizo jiografia za hivyo, kuna sehemu za miqati, inaitwa sehemu za miqati, sehemu ambayo unatakiwa unuie kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Ile sehemu unaruhusiwa, ndio unatakiwa kuchinja, na kuchinja pale kwako itakustahiki, ni lazima uweze kuchinja. Ukiwa una uwezo lakini umezuiwa, utachinja ikiwa ni ile sehemu ya kufanya ile jibirani. Ilishawahi kutokea enzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walitoka Madina kwa ajili ya kwenda Maka kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Walipofika wakazuiwa na watu wa Maka kuweza kuingia kufanya ibada ya hija. Umeona? Kwa wakawa wamekusanyika katika lile eneo. Sasa walikuwa wakati huo wana nguvu na wana uwezo wa kuingia, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasubiria wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kufanyaje? Kuweza kuingia. Kwa hiyo lile likawakera sana masahaba. Ya Rasulullah, tulikuwa wanyonge, tulishindwa hili, sasa tuna nguvu, kwa nini tunashindwa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutaka kuonyesha reaction yoyote, na kutokana na zile vurugu nini wa kuongea huyu na huyu na huyu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakaingia katika hima lake kimya. Kwanza samani aliwaambia wachinje kwanza, wanyoe alafu wachinje. Umeelewa? Kwa masahaba wakali ile tafrani hivi na hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajisikia unyonge, akaingia katika hima lake. Alipokaa alienda na mke wake anaitwa Ummu Salama. Ummu Salama akamwambia, ya Rasulullah, hao wameshikwa na bumbuwazi, cha kufanya wewe toka nyoa na wao watafanya, alafu atachinja. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka, aliponyoa na wao wakaona tulikuwa katika hali gani? Basi wakanyoa na wakachinja vichinjwa vyao. Tumeelewana? Hilo ni swali la kwanza. Kwa hiyo haifai kuifanya kwamba ni fidia, ila kama ulikuwa una uwezo wa kwenda kuhiji alafu ukazuiwa kwenda kuhiji,
ile sehemu katika ile fardhi ya ibada ya hija ni lazima uitekeleze, ambayo ni kuchinja. Sasa kama hawa watu wa huku wao wanachinja kwa sababu ya udhuhia ile yaumun nahari, wao inakuwa ni sunna, kwako wewe inakuwa ni lazima. Umeelewa? Lakini sio utachinja vingi kwa ile thamani ambayo ya ibada ya hija. Utachinja kile ambacho ulichokuwa unastahikiwa kuchinja. Umeelewa? Na swali lako la pili kueleza silsila, wamepita wengi sana mpaka kufika kwa Nabiiullah Ibrahim. Inshallah tukijaliwa wakati mwingine ipo ninayo, lakini sijaiweka kwenye kichwa. Kwa hiyo inshallah Allah kutujalia next week kama tutapata wasa tutaelezea hiyo silsila mpaka kufika kwa Nabiiullah Ibrahim. Shukran, naamini maswali yameisha, lakini tusisahau na umetuahidi kwamba Jumapili ijayo basi tutaendelea kupata faida za wale wenye kuchinja tukipata wasa inshallah. Ndio tunakuomba hivyo inshallah, au wenzangu mnasemaje? Inshallah uje tupe faida na tusichanganyikiwe na tukachanganya. Hapo pamezungumzwa mwenye kwenda kuhiji. Sisi tuliobakia lile swala la kuchinja na hasa tunaloendelea nalo bado tunalazimika nalo. Sasa faida zipoje, tunafaidikaje na inakwaje na athari yake kwenye jamii? Basi Jumapili ijayo tuwai mapema, tuendelee kutega masikio yetu na tuendelee kuifuatilia Taqwa Media. Inshallah itakuwa ni kheri zaidi inshallah. Karibu Sheikh Wajid. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muyassir ala sirri yassir alaina asir, hayatuna kathira wa anta alimun bihi khabir. Farij humumana wa humumul muslimin, qضي hawaijana wa hawaij as-sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.